pia kuwaombeni tarehe 29 mwende mkakipigie kura Chama cha Mapinduzi, tukiwa na hakika kwamba ndicho chama kinachoweza kuendelea kuleta maendeleo katika nchi yetu. CCM oye! Ndugu zangu, mama yetu Samia Suluhu Hassan ameendelea kusema tarehe 29 mtakapokwenda kumpigia kura, siku 100 za kwanza atakapokuwa ameapishwa, ameanza kufanya mipango kuhakikisha anawatengenezea bima wazee wetu ambao wanaugua magonjwa ya kansa, magonjwa ya figo, lakini vile vile magonjwa ya kisukari. Magonjwa haya ni gharama sana, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan amesema yuko tayari kuwafanyia bima wazee wetu ili waweze kwenda kutibiwa bure ndani ya siku 100 baada ya kupigiwa kura. Ndugu zangu, naomba niendelee kusema magonjwa ya figo matibabu yake ni gharama, lakini pia kusafisha hizo figo ni gharama sana, na ndiyo maana mama yetu Samia Suluhu Hassan alipoliona hili ameamua kwa dhati kabisa kuhakikisha wazee wetu, waasisi wa taifa hili, waasisi wa Chama cha Mapinduzi, wanakwenda kutibiwa bila shida yoyote. Nani kama mama Samia Suluhu Hassan? Na hivi sasa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kuelekeza kwamba 25-30 inahitaji kuona vitongoji vyote vinapata umeme, lakini sio umeme tu, umeme wenye gharama nafuu. Nani kama mama Samia Suluhu Hassan? Lakini vile vile naomba niendelee kusema hapa Mtepa, katika ilani yetu tunao ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Mtepa. Naomba niwaambie, mpatieni kura itakapofika tarehe 29 mwezi huu, ili mimi na madiwani na hususa diwani Wendeli Mpili tuweze kwenda kusimamia huo ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Mtepa. Naomba niendelee kutafsiri kitabu changu cha ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inanielekeza nije niiseme mbele yenu. Ilani hii inaeleza kwamba katika jimbo letu la Madaba tunazo nyumba 32 ambazo zitajengwa kwa ajili ya kuhudumia watumishi katika jimbo letu la Madaba. Naomba niendelee kusisitiza kwamba mkinichagua tarehe 29 mwezi huu wa 10, niko tayari kushirikiana na wanadiwani kwa ajili ya kuweka mgao sawasawa katika jimbo letu, kuhakikisha kila sehemu nyumba hizo tunakwenda kuzijenga na zitajengwa nyumba zenye ubora, na mimi nitakuwa ndio msimamizi wenu. Ndugu zangu wananchi, CCM oye! Ndugu zangu wananchi, naomba niendelee kusema hapa Mtepa tunao ujenzi wa madarasa ya shule ya msingi Mkwela. Naomba niwaambie, kazi yenu kubwa nyinyi wananchi ni kutukopesha imani pale itakapofika tarehe 29 mwezi huu, ili twende tukawafanyie hiyo kazi. Mimi naamini ukitukopesha imani, na mimi nitakwenda kukulipa imani. Naomba utuchague kwa kura nyingi za kishindo, ili tunapokwenda kwa viongozi wetu kuomba misaada, ujenzi wa madarasa, shule, zahanati, tuwe na kura zetu zinazotuonyesha tuliwapigia hasa rais wetu Samia Suluhu Hassan na sisi. Lakini vile vile
Naomba niendelee kuambia ndugu zangu, mimi Omari Msigwa ni msafirishaji, lakini kwenye jimbo letu la Madaba bado tunayo changamoto ya stendi yetu kuto kukamilika. Naomba niwaambie, tutaenda kusimamia hiyo stendi kuhakikisha inakamilika, ili nyinyi wananchi wa Madaba, Lituta, Mtepa, mnapotaka kusafiri basi mkasafiri kwenye stendi zinazofanana na katika majimbo mengine ya Tanzania. CCM!